Kiwango bora kilichoonyeshwa na wekundu wa Msimbazi Simba leo hii wakati wakipata ushindi wa mabao 3-1 mechi ya hatua 16 bora ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB dhidi ya Dodoma Jiji kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha chaweza kushawishi mashabiki, wapenzi, wanachama kutamani kuona Simba hii ikifanya vivyo hivyo katika mechi nyingine 13 zilizobaki za ligi kuu Tanzania bara, mechi nyingine za kombe la shirikisho la benki ya CRDB na mechi nyingine zozote zile, kwa maana kwamba Simba ikipata ushindi huo na kutinga moja kwa moja kwa hatua robo finali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ilicheza vizuri sana. Umiliki wa mpira katika muda wote wa mchezo, kushambulia mfululizo, lakini mwisho wa siku matumizi ya nafasi walau leo hii yalikuwa mazuri, na ndio maana wakapata ushindi wa mabao 3-1. Kocha Steve Barker katika kikosi chake dhidi ya Dodoma Jiji ambao mwezi mmoja uliopita walishindwa kuwafunga na kumaliza suluhu bila kwenye mechi ya ligi kuu Tanzania bara uwanja wa Jamhuri pale jijini Dodoma, leo hii kikosi chake kilionyesha dhahiri kwamba amepania haswa kupata ushindi na kusonga mbele kwa hatua robo finali, kwamba anaifahamu vizuri Dodoma Jiji. Matokeo yake ni nini? Kwenye kikosi chake alipanga kwa imara haswa. Kwenye mpangilio yaonekana kana kwamba ilikuwa baada ya golikipa, walinzi 4, kiungo mmoja wa ukabaji, halafu viungo 4 na mshambuliaji kinara mmoja. Kwa maana kwamba baada ya golikipa Mahamadou Tanja Jibo kulikuwa na walinzi 4 ambao ni Shomari Kapombe kulia, kushoto Nixon Kibabagi, katikati Rushan Deruk na Ismail Olivier Toure, halafu mbele yao kulikuwa na Yusuf Kagoma kiungo ukabaji. Kwenye viungo 4 kulikuwa na Cletus Chota Chama, kulikuwa na Neo Maema, Libasege Anise Ura upande wa kushoto, Libasege kulia, wakati mshambuliaji kinara akiwa ni Selemani Mwalimu Gomez. Lakini walikuwa wanakabiliana na Dodoma Jiji ambayo leo hii mpangilio wa kikosi chake Mwalimu Amani Josia hakuanza kama alivyofanya katika mechi ambayo ilimalizika kwa suluhu, kwa sababu mechi hiyo inakumbukwa alianza na walinzi 3 ambao walikuwa ni Abdi Banda, walikuwa NDB Koko, alikuwa Augustin Nsata. Lakini leo hii alianza baada ya golikipa Daniel Mgore, alianza na walinzi 4, viungo 2 wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja ambaye alikuwa ni Faraji Kayanda. Wale viungo 3 ushambuliaji, upande mmoja alikuwa Idi Kipagwile, upande mwingine alikuwa Mwana Kibuta, halafu katikati yao kulikuwa na Khelfin. Wakati katika viungo wa ukabaji 2, mmoja akiwa box to box, kulikuwa na Nelson Munganga, alikuwepo vile vile Salmini Idi Oza. Wakati walinzi kulikuwa na Gadiel Michael Mbaga, walinzi wakati walikuwa ni Endi Bikoko na Augustin Nsata. Lakini ni katika mechi ambayo licha ya kwamba Dodoma Jiji walionekana kupangilia hivyo, kwa maana baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, lakini walikuwa wakizuia zaidi. Ndio, ni Simba ndio walikuwa kimiliki mpira kuanzia dakika ya kwanza, ni Dodoma Jiji ndio waliofunga bao la utangulizi katika dakika ya 9 likiwekwa avuni na Khelfin Fini. Goli ambalo lilikuwa kinyume cha mchezo. Nasema ni against the play kwa sababu ni Simba ndio walikuwa kifika zaidi, Simba ndio walikuwa kimiliki mpira zaidi. Mpaka mapumziko Dodoma Jiji walikuwa mbele kwa bao 1-0. Sababu ni kwamba kwanza Dodoma Jiji walikuwa wanazuia kwa idadi kubwa, lakini pili Simba wenyewe kuna nafasi walizitengeneza hawakuzitumia vyema katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Ipo nafasi iliyomkuta Libase Gea alipiga nje, ipo nafasi ilimkuta Selemani Mwalimu Gomez alipiga nje, ipo nafasi ilimkuta Cletus Chota Chama alipiga nje, vivyo hivyo kwa Anise Ura. Mpaka mapumziko umiliki wa mpira wa Simba ulikuwa 60%, lakini Dodoma Jiji 40%. Mpaka mapumziko Simba wamepiga mashuti 9, 3 yamelenga shabaha, wakati Dodoma Jiji lile shuti lilozaa bao dakika ya 9 la Khelfin ndilo hilo lilokuwa wamelipiga katika dakika zote 45 za kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili Simba wakaja kivingine, kwa sababu maelekezo ya kocha Steve Barker yakawafanya waongeze umakini katika eneo la mwisho. Simba wakiwa bado wanamiliki zaidi mpira, wanapiga pressure zaidi. Matokeo yake ni nini? Katika dakika ya 54 wakafunga bao la kusawazisha likiwa wavuni na Selemani Mwalimu Gomez, ikiwa ni matokeo ya maelewano mazuri baina ya Nixon Kibabage na Cletus Chota Chama pamoja na Anise Ura kwenye upande wa kushoto ambao ulionekana kuwa na akali zaidi wakati Simba inakwenda kushambulia. Cletus Chota Chama alitoa pre-assist pasi kabla pasaidizi ya bao kwa Nixon Kibabage aliyepiga cross iliyowekwa wavuni kwa ufundi kwa kichwa na Selemani Mwalimu Gomez aliyejua wapi pa kusimama. Lakini bao ambalo lilidhihirisha kwamba Dodoma Jiji baada ya kuzuia sana katika kipindi cha kwanza, kipindi cha pili waliendelea hivyo, lakini tayari kulikuwa na uchovu wa kifikra, tunasema mental fatigue, kwa sababu Selemani Mwalimu alifunga bao hilo akiwa huru
kulikuwa na wachezaji wengi wa Dodoma Jiji katika kuzuia, kwa maana ya kina Agustino Nsata na viungo wake kina Salmini Dihoza, kina Nelson Munganga, lakini bado Gomez alifunga akiwa hana shinikizo lolote, na nyuma yake kulikuwa na Neo Maema ambaye pia angeweza kufunga kama asingefunga Selemani Mwalimu, ishara kwamba Dodoma Jiji baada ya kufanya kazi kubwa sana, kuvuja jasho sana katika kuzuia kipindi cha kwanza, walianza kupunguza umakini katika kutekeleza jukumu hilo. Dakika 6 baadaye, kwa maana dakika ya 60, Anise Ura akafunga bao zuri lililotokana kwa mara nyingine tena pre-assist, safari hii ikitolewa na Nixon Kibabage na kisha assist kutolewa na Cletus Chota Chama. Anise Ura akafunga bao hilo la pili, lakini kwenye dakika ya 67 Selemani Mwalimu Gomez akafunga bao lingine, bao la tatu, bao lililodhihirisha kwamba yeye ana tabia za kiushambuliaji, kwa sababu aliziba maneno ya baadhi ya mashabiki wanaotilia shaka juu uwezo wake kwenye kutumia nafasi vizuri. Ni kwa sababu katika muda huo alipata mpira ambao akawa na uwezo wa kutoa pasi kwa Libasege, lakini akaonyesha character, tabia za kiushambuliaji kwa kujaribu kufunga mwenyewe, tena kwa weak foot, mguu wake usiokuwa na nguvu sana wa kushoto, likenda wavuni na kuipa Simba bao la tatu. Baada ya hapo Simba walikuwa wakimiliki zaidi mpira, Simba wakifanya game management, kwa sababu michuano hii hatua 16 bora ni ya mtoano. Kinachotakiwa ni kusonga mbele kwa hatua robo finali, na hivyo Simba wakijua na mabao matatu, walichofanya ni kumiliki zaidi, walichofanya ni wakati mwingine kuongeza pasi za kushoto, kulia, nyuma. Ni katika kipindi ambacho wachezaji pia walikuwa wakifanya madoido kuwapa furaha mashabiki wao, kwa sababu tayari kwa namna mechi ilivyokuwa ikiendelea waliona kana kwamba wana uwezo wa kulinda ushindi huo kwa kukaa zaidi na mpira, hata kama sio kwenda moja kwa moja kama walivyokuwa wakifanya hapo kabla. Katika kipindi ambacho Ismail Olivier Toure alikuja kutolewa, akaingia Hussein Mbegu, akaja kuingia Eli Mpanzo Kibisawala. Ni katika kipindi ambacho waliokuja kuingia ni pamoja na Ino Jospin Loemba, yote katika kuhakikisha Simba wanalinda ushindi wao kwa kumiliki mpira na sio kukaa nyuma. Walipiga pasi nyingi sana, wakafanya majaribio zaidi mpaka mechi inakamilika. Simba umiliki wa mpira kutoka 60% za kipindi cha kwanza, mechi inakamilika kwa wastani wa kimiliki mpira 70% dhidi ya 30 za Dodoma Jiji. Simba kutoka mashuti 9, matatu ya kulenga shabaha kipindi cha kwanza, wakawa wamepiga mashuti 16, 8 yamelenga shabaha. Simba wakaondoka na ushindi wa mabao 3-1 na hivyo kutinga hatua ya robo finali kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ambalo wanajaribu kuliwania baada misimu 4 mfululizo kutwaliwa na watani za jadi Yanga. Ni katika mechi ambayo Simba walionyesha kwamba wakitumia vizuri nafasi wanapata ushindi mzuri, kwa sababu hivi karibuni Simba wanamiliki zaidi mpira, wanafika zaidi eneo la mwisho, lakini hawajitendei haki wenyewe kwa kutofunga mabao ya kutosha. Leo hii walifanya hivyo katika kipindi cha pili baada ya kupoteza nafasi kadhaa kipindi cha kwanza, ambacho lau kama ungekuwa na utulivu, Selemani Mwalimu angekuwa tayari ameshafunga katika kipindi cha kwanza, Cletus Chota Chama angekuwa ameshafunga kipindi cha kwanza, Libasege angekuwa walau ameshafunga katika kipindi cha kwanza. Lakini mabadiliko katika kipindi cha pili ya wao wenyewe juu ya kutumia nafasi yakawafanya mwisho wa siku wapate walichostahili kwa mpira mwingi walioupiga. Labda shauku kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba ni kuona Simba yao hii iliyocheza leo ikidumisha pia kiwango chake katika mechi nyingine 13 walizobakiza katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia mechi za kombe la shirikisho la benki ya CRDB, robo finali, nusu finali, finali na ikibidi kutoa ubingwa. Simba leo hii watatamani kuona wachezaji wao wakiendelea kujituma kama walivyofanya leo hii kwenye uwanja Sheikh Amri Abeid jijini Arusha wakati wakishinda mechi hii, kwa sababu mipira 50-50 wao walikuwa mbele zaidi, lakini kila mchezaji alionekana kana kwamba anautaka mpira. Dodoma Jiji, miongoni mwa mambo ambayo watapaswa kuyafanyia kazi yaliyogharimu leo hii ni pamoja na umakini katika dakika zote 90 za mchezo. Kipindi cha kwanza walionekana kuwa makini zaidi kutekeleza mipango kazi ya kocha Amani Josia katika kuzuia. Kipindi cha pili utekelezaji wa jukumu hilo ulionekana kushuka umakini kutokana na pengine uchovu wa kifikra kama nilivyotoka kueleza, ambao namna pekee ni kuhakikisha mechi zijazo kama wanaamua kucheza wao wakiwa kama timu ya pili, basi wanakuwa imara zaidi kwa dakika zote 90 na sivyo walivyoonyesha leo hii, kwa sababu ile utatoa utoe waliokuwa wakifanyiwa na Simba ilionekana kuwashinda kiasi ya kwamba wakaruhusu mabao ambayo kipindi cha kwanza pengine Simba wangeafunga kwa tabu kuliko walivyofunga katika kipindi cha pili, pale ambapo kama lile bao la kwanza la Selemani Mwalimu akifunga akiwa hana shinikizo lolote kutoka kwa wachezaji wa Dodoma Jiji ambao kwenye eneo lao walikuwa wa kutosha. Hata mabadiliko aliyofanya kuja kuingia kwa Daudi Milando badala ya Helfin, lakini kuingia kwa Yasin Mgaza badala ya mshambuliaji wao kinara
Faraji Kayanda bado hakukuwasaidia, kwa sababu mwisho wa siku mashuti yao matatu ya mechi zima, moja likilenga shabaha, umiliki wa mpira 30%, ulidhihirisha namna gani ambavyo Simba walikuwa na ile total dominance, wakimiliki mpira kwa dakika zote 90, wakishambulia zaidi na kupata ushindi waliostahili. Swali ni kwamba je, Simba baada ya kutinga hatua robo finali, ambapo sasa wanaungana na timu nyingine zote za ligi kuu Tanzania bara, nini kitakachofuata? Timu nyingine zilizokuwa sio za ligi kuu Tanzania bara, Mbuni, TMA, Geita Gold, zilizokuwa tatu zimebaki kwenye michuano hii zimeshaondoshwa. Sasa kuna Simba wenyewe, sasa kuna Yanga, sasa kuna JKT Tanzania, sasa kuna TRA ya kina Chobwedo waliowafunga Namungo 2-0. Sasa ushindani ni zaidi. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye.